leo tutaenda kujifunza ukweli. Ukweli namba moja juu ya damu ya Yesu. Na tuliona Yesu ni nani na damu yake ya aje na kwa nini ni damu ya Yesu. Wala sio damu ya kaka, dada, baba, raisi. Lakini kwa nini iwe damu ya Yesu? Ukweli namba moja ambao hautapingika na hautakuja ufutike kwa kila namna ni kwamba damu ya Yesu inashinda ulimwengu wa roho. Hebu sema amina na ubarikiwe sana. Ninachokisema hiki hapa yani ni ukweli ambao haujapingika. Ukweli usiopingika ni kwamba damu ya Yesu inashinda ulimwengu wa roho. Na nitaanza kwa kuzungumzia habari ya ulimwengu wa roho. Na katika kuelezea juu ya ulimwengu wa roho, utaelewa namna damu ya Yesu inavyoshinda. Na kwa nini damu ya Yesu iingie kwenye competition au mashindano kati ya damu yake na ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema habari ya ulimwengu wa roho, kumbuka tumeanza kwa kuonesha waziwazi ukweli juu ya damu ya Yesu. Ukweli namba moja, damu ya Yesu inashinda ulimwengu wa roho mchafu. Tukifungua kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11 na kuendelea, Biblia inasema kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Mwanadamu katika hii dunia sio vyepesi sana kuwashinda watu ambao wako kinyume na wewe. Na wewe hapo unapojiona ni mtu mmoja, lakini unatafutwa na kushambuliwa na vitu vingi zaidi ya wewe ulivyo. Na yamkini ungejua namna ulimwengu wa roho unavyokutafuta, ingekuwa kwako ni heri, kwa sababu ungeshinda kutafuta damu ya Yesu iweze kukushindia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuanze kwa kujua ulimwengu wa roho ukoje. Tunaposema ulimwengu wa roho tunamaanisha, na kumbuka unaposikia ulimwengu manake ni sehemu ambapo vitu fulani vinaishi. Neno ulimwengu ni sehemu ambapo kitu fulani kinafanyeje? Kinaishi. Kwa hiyo kuna ulimwengu wa roho na kuna ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili maana yake ni sehemu ambapo kuna vitu vinaishi kimwili. Maana yake vinaishi kwa kuona, vinaishi kwa kusikia, vinaishi kwa kutesti kimwili. Lakini ulimwengu wa roho, naomba nisikilize kwa makini. Ulimwengu wa roho ni sehemu ambayo vitu vya rohoni vinaishi huko. Na tunaposema ulimwengu wa roho tunamaanisha ni ulimwengu ambao hauwezi ukaonekana katika namna ya kibinadamu. Maana yake ni kwamba wenyewe upo, lakini wewe hauna access ya kutazama kwa macho hivi. Hauna access ya kusikia, hauna access ya kushika, hauna access ya kuwafanya chochote katika namna ya kimwili. Na huu ulimwengu ninapozungumza ni jambo la kutisha na la kushangaza kabisa, kwa sababu ni ulimwengu ambao umesheheni vitu vingi vya ajabu na vya kutikisa dunia kuliko ambavyo tunaviona katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa mfano, katika ulimwengu wa damu na nyama, watu wengi tunashangaa magorofa, tunashangaa magari na kuona vitu vingi kabisa kwamba na akili yetu inafikiria pale pale. Lakini ulimwengu wa roho ambao ninauongea ni ulimwengu unaopatikana popote alipo mwanadamu. Na huu ulimwengu unakuwa na mambo ya ajabu sana, na si lazima mwanadamu auone. Na ndio maana wachawi wanaishi katika ulimwengu wa roho, ambapo wewe kama mwanadamu huwezi ukawaona. Na ndio maana kama kuna mtu kwa kutumia macho ya kibinadamu ashawahi kuwaona wachawi hao hapa, anyoshe mkono kama sio kutanganya. Na ndio maana sasa kuwepo kwa wachawi kunatokana na uwepo wa ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mwanadamu ili uweze kushinda katika ulimwengu wa roho,
na ambao ninauzungumzia kwa upande wa shetani, kwa sababu ulimwengu wa roho upo wa kimungu ambako simba wa kabila la Yuda anaishi, anayeitwa Yesu. Na kuna ulimwengu wa roho ambako shetani anaishi, majoka yanaishi, mizimu inaishi, wachawi wanaishi, misukule inaishi, majini yanaishi, vibwengo vinaishi, na kila shida zote zinaishi, magonjwa yanaishi. Na nikasema kwamba unaposikia ulimwengu wa roho, lazima wewe usianze kutafsiri kwa namna ya kibinadamu. Na ndio maana mimi nyumbani kwetu ni Mwanza, tumepakana na mkoa unaoitwa Simiyu. Ule mkoa kuna eneo linaloitwa Gamboshi, ambapo ni ulimwengu wa kutisha. Katika ulimwengu wa damu na nyama ni sehemu ya kawaida tu, lakini watu wanaopata revelation, mafunuo katika ulimwengu wa roho, wanauona ni ulimwengu ambao umesheheni magorofa, na kuna shughuli mbalimbali, watu wanapishana 1, 2, 3. Lakini wale ambao wanatembea kimwili wanaona ni kijiji cha kawaida, hakina maendeleo. Lakini kumbe katika ulimwengu wa roho ni kijiji kikubwa ambacho kina viongozi wake, kina watawala wake, kina maamuzi yake. Hebu sema amina na ubarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hata hapa ulimwengu wa roho upo, ulimwengu wa roho upo kila sehemu. Na ndio maana sasa tunapokuwa tunahubiri hapa, ulimwengu wa roho nao unakuja kutembea na kuangalia kiwango cha ibada. Je, ni ibada yenye nguvu za Mungu au ni ibada isiyokuwa na nguvu za Mungu? Lakini hapa aje mchawi, aje mganga, hakianani, hawezi akatoka salama. Sikiliza, Yesu sio marehemu. Ikiwa kuna mchawi anajidanganya kupenya kwenye ibada yetu, ameshakwisha, kwa sababu sikiliza wewe, sikiliza nikwambie kitu cha maajabu sana. Binti mmoja nikawa nashuhudiwa, akasema kwamba yeye wanachezeaga ibada kwa sababu pastor haombaki. Kwa hiyo akasema kabla ya ibada wanaenda kuiloga ibada, na ndio matokeo watu wanakuja wanaanza kusinzia. Mtu yuko kanisani anaanza kutumia SMS za baby, unashindaje? Halafu mtu kabisa yuko ibadani eti anatuma message na kupenda baby. Wewe sikiliza, ibada hiyo yaweza kuwa imeroga. Akasema kale kabinti vinaloga ibada, na vikishaloga ibada, yaani huko ndo mnashangaa siku hiyo ndo siku ya machungu, na shangaa siku ya kanisani ya kufarijana, lakini kila mmoja anaondoka kamchukia mwenzake. Umemwona mama fulani amekujibu vibaya, michango umetangaziwa, kila mmoja atoe, kwa sababu ibada tayari imerogeka na ulimwengu wa nini, wa roho. Kwa hiyo tunapozungumzia agenda ya ulimwengu wa roho, kuna ulimwengu wa roho wenye nguvu wa Yesu aliye hai, na kuna ulimwengu wa roho usio na nguvu wa shetani. Lakini utakuwa na nguvu kwako kwa sababu haujajua uweza na ukweli juu ya damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hebu sema amina na ubarikiwe sana. Kwa hiyo ulimwengu wa roho wa shetani una viumbe kama ambao nimekutajia, na wale viumbe wana mambo mengi sana. Na siku zote ulimwengu wa giza wa roho una lengo la kutafuta maisha ya mwanadamu na kuyaharibu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba mwingi haji ila kuchinja, kuiba na kuharibu. Lakini mimi nalikuja ili mwe na uzima, kisha mwe nao tele. Maanake ni kwamba hii Biblia kwenye Yohana sura ya 10 mstari wa 9 na kuendelea, unajaribu kuonesha kazi kubwa ya ulimwengu wa roho wa giza na kazi kubwa ya ulimwengu wa roho wa shetani. Na ndio maana mwanadamu anayeishi rohoni kwa ulimwengu wa Mungu ni mtu ambaye anaogopeka sana, ambaye anaweza akawa anatembea lakini sio yeye, moto unatembea. Na waambianga watu, mimi kila ninaposafiri natembea kibinadamu, lakini atakayenifuatilia kiroho ataona ni moto unatembea, kwa sababu imeandikwa amewafanya watumishi wake kuwa miali ya moto. Mimi siwezi kuogopa kwenda Sumbawanga, siwezi kuogopa wachawi wawapo popote pale. Ninapofika, ninafika mchana,
siwezi kuogopa kwenda kwetu Mwanza. Ninaenda tena, ninafika kwa watoto tunaotaka, kwa sababu ninajua mimi ni nani katika ulimwengu wa roho, na nimeyauza maisha yangu kwenye ulimwengu wa roho. Ama kufa ama kupona. Ulimwengu wa giza hautaweza kufanya chochote kwako baada ya wewe kutumia damu ya Yesu inayotoka ulimwengu wa roho ulio salama. Hebu nyosha mkono, sema amen. Hebu sema nimekuelewa. Hebu sema nimekuelewa. Sasa nisikilize. Ulimwengu wa roho na vitu vingi sana, wa Mungu na wa Shetani, na ni lazima wewe ujue. Na kwa nini niseme Yesu damu yake ina ukweli wa kushinda ulimwengu wa roho? Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, ulimwengu wa roho una lugha yake, spiritual wealth, spiritual universe. Ulimwengu wa roho una lugha yake, na lugha ya ulimwengu wa roho ni lugha ya picha. Ni lugha ya picha, kwa maana ya kinachotoka rohoni hakitoki kwa maneno na mwasilisho wa kibinadamu. Kwa mfano, unaota ndoto, unafukuzwa na mbwa katika ulimwengu wa ndoto, halafu ukiamka unajua nilikuwa nafukuzwa na mbwa. Ukashindwa kujua wao ulimwengu wa roho hawajui lugha ya ulimwengu wa damu na nyama, wana lugha yao ya picha. Inakutaka wewe utafsiri uelewe. Na ndio maana mtu anayeota anafukuzwa na mbwa wanamng'ata, anafundishwa, anafukuzwa na roho ya uzinzi. Kama ninadanganya, jishuhudie moyoni mwako. Mara ngapi umekuwa ukiota mbwa anakung'ata, na mwisho wa siku unakuwa addicted na mambo ya mapenzi, hata kama umeolewa, kwa sababu ulimwengu wa roho unakuja kwa lugha hiyo. Lakini pia tunafundishwa habari. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura, halafu akiamka akija ibadani amemkasirikia pasta kwamba nilikuwa na kwenye ndoto na nichapa, atasahau ya kwamba mchungaji hajakuchapa, lakini malaika au ufalme wa Mungu ulituma kiumbe aje kwako, aidha akuadhibu kwa sababu natenda dhambi au kwa sababu namkosea Mungu. Lakini aliyeonekana sio baba mchungaji, sio yule Mungu, ameonekana binadamu unaenda naye. Na ndio maana watu wengine wanaota ndoto, amemwona labda shangazi yake anamroga. Atakapomwona na mroga, yeye akiamka anachukia shangazi, lakini kiwalisia aliyekuwa amemroga sio shangazi yake, ila yule mchawi kabeba mtu mwingine, ili wewe unapoamka ujue mchawi ni nani, ni shangazi, lakini sio yeye. Na wengine wanaota ndoto ameng'atwa na nyoka, hajaelewa nyota kamng'ata na hajui kinachoendelea, na anapoamka anajua ni snake wa kawaida, lakini sio vile. Hakuna ndoto ya uongo, ndoto zote zina maana, na hii ndio lugha ya kiroho. Lugha ya kiroho lazima uwe na ufahamu wa kiroho, na watu wengi maisha yetu yamepotea na kurushwa na sisi wenyewe, kwa sababu Mungu alizungumza nasi kwa namna ya rohoni, sisi tutavitafsiri kwa namna ya kimwili. Kama uliona mbwa kweli, unatarajia siku moja labda mbwa angumuona kung'ata, lakini sio hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme Yesu asifiwe sana. Hebu sema amina na ubarikiwe. Sema amina na ubarikiwe sana. Sana unisikilize. Ulimwengu wa roho unashindwa kwa damu ya Yesu. Chochote kinasema na wewe katika ulimwengu wa roho, ni vizuri utumie damu ya Yesu na kuelewa ulichokiota na kujua maana sahihi. Usipofanya hivyo, unaweza ukawa uko off target, uko nje ya shabaha. Kwa hiyo ninakuomba sana ujue kuweza kutambua lugha ya kiroho inamaanisha nini, ili uweze kutumia damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, waishio huko wanaweza wakawa chochote kitu. Ulimwengu wa roho, wanaoishi huko wanaweza wakawa chochote kitu katika ulimwengu wa damu na nyama. Maana yake, kiumbe ambacho kinaishi rohoni kikitaka kije katika ulimwengu wa damu na nyama, kinaweza kikawa kiumbe yeyote ile anayepatikana hapa duniani. Mfano,
walipoenda kwa Ibrahimu hawakufika kama angels pure. Walifika pale kama binadamu, wamevaa kibinadamu. Na kwa nini walifanya vile? Ili waendane na ulimwengu walioufikia. Na ndio maana wewe ukitaka uwe raia wa mbinguni, ni lazima ufanane na wanaoishi kule mbinguni. Ufanane kwenye kuongea kwao, ufanane kwenye mavazi yao, ufanane kwenye kuwaza kwao, na ndipo unakuwa mtu wa kule. Kwa hiyo malaika waliweza wakabeba umbo la mwanadamu, wakaishi kibinadamu. Na ndio maana Biblia inasema wengine walipokea malaika bila kujua. Unafundishwa kuwa mkarimu, kwa sababu watu wanaoishi katika ulimwengu wa roho wanaweza kujigeuza kuwa chochote. Lakini pia tunaambiwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi, kwa sababu na yeye anaishi roho, aliweza kugeuka akawa njia kwenye bahari ya Shamu. Watu wengi sana wanatafsiri katika ulimwengu wa kimwili, waliona bahari ya Shamu ni kweli sikatai, bahari ya Shamu ilipasuliwa, lakini kiuhalisia Mungu aligeuka akawa njia. Na alipogeuka kuwa njia, maji kabila yenyewe yafuate alivyojigeuza Mungu. Lakini tunaambiwa Mungu aligeuka akawa mana. Wana wa Israeli alikuwa anageuka anakuwa mana, kwa sababu yeye ni roho na anapatikana rohoni. Lakini Mungu aligeuka akawa moto. Ile mvua ambayo ilinyesha moto kwa kipindi cha Ruto, aligeuka akawa moto. Mungu wetu anaweza akageuka kuwa moto kwa watesi wako. Anaweza akageuka akawa mshale ambao unatandika kuliko mishale yote ile katika ulimwengu wa roho, kwa sababu yeye ni roho. Yesu aligeuka akawa mwanadamu. Tunajua Yesu alikuwa mwanadamu, lakini hakuwa mwanadamu kwa maelezo yafuatayo. Alikuwa mwanadamu kwa sababu alizaliwa na mwanamke kama wanadamu wengine, lakini aliweza kula kama wanadamu wengine, lakini aliweza kufaa kama wanadamu wengine. Ndio sifa inayompa ni mwanadamu. Aliweza kufa kama wanadamu wengine, lakini tunaposema hakuwa mwanadamu, tunamaanisha ndani mwake alikuwa Mungu. Na ndio maana sasa aliposhuka hapa duniani, dunia ilitafaruka. Maajabu yaliyotendeka hayajawahi kufanyika popote pale. Sikiliza mwamba wetu aliweza kutenda. Sikiliza, kuna somo linaitwa physics, linakoma mwanadamu au chochote chenye uzito ambacho kiko flat kusimama juu ya maji na kisizame. Lakini kwa sababu alikuwa ni Mungu, alisimama juu ya maji, maji yakashindwa kumzamisha. Kwa sababu alikuwa nani? Alikuwa Mungu. Lakini pia aliweza akageuza maji yakawa divai iliyo bora kuliko ya kwanza, kuliko ya kwanza. Ninaomba kila jambo unalofanya Yesu akae wa kwanza, ili mambo yako yafanikiwe. Kama una ndoa, Yesu akae wa kwanza katika jina lake. Sikiliza, lakini kingine kikawaida, hatuna mwanadamu wa kufa na kufufuka. Lakini Yesu alipokuwa anaelekea kufa, akatangaza, mimi nakufa kwa siku. Sifi kama nye wanadamu. Akapa siku ya kwanza makaburini, siku ya pili humo. Lakini ile siku ya tatu asubuhi na mapema, yule malaika akashuka kwa moto usio wa kawaida. Wale walinzi waliosema tumwangalie jamaa sema atafufuka, sikiliza, waliweza kusilai. Halafu mamba akatoka. Alivyotoka pale, sikiliza nikwambie, no matter, kuna watu wametuma kulinda kwenye biashara usifanikiwe, lakini ukiamini damu ya Yesu na kudhibitisha maisha ya Yesu ni yako, hakuna wa kuzuia. Kwa hiyo vitu vya ulimwengu havina chochote. Lakini tunaambia habari ya Shetani. Bustani ya Edeni aligeuka akawa nyoka. Maana yake aliingia kwenye umbo la nyoka, akawa nyoka anayeongea. Tangu dunia iumba hakuna nyoka ambaye ashaye kuongea tena, ukimtoa nyoka wa Edeni. Nyoka aliongea. Nyoka aliongea na Adamu na wakaelewana. Nyoka gani huyu? Lazima ushughulishe. What kind of snake? Lazima ushughulishe. Nyoka gani huyu ambaye anaongea? Akawa ni Shetani amebeba. Na ndio maana kuna majini ambayo yanavaa mwili wa kibinadamu. Niye hapa unaweza kukutana na mtu ambaye amevaa misuli, au ni mdada mzuri mtanashati, amependezea,
amevaa suruali zake za kisasa ambazo zinajitaka zimejichana hapa kama sare za majini, yuko mtaani anapita, halafu wakaka wasiokuwa na Yesu wanaanza kusema piskari imepita. Na yeye kwa sababu ana mvuto wa kijini, wakaka wenye hela wanamfuata, maprofesa wanamfuata, kwa sababu watu kwa na profesa wanachua ndo maisha yameishi hapa, na watakao mfuata ni wenye hela. Akishamfuata, anapenda kulala naye, anashangaa amegeuka kiumbe ambaye hajui, hakujua huyu jamaa au huyu binti alikuwa ni chini. Inahusiana na binti mmoja ambaye alikuwa ameingiliwa roho ya bibi yake aliyefariki miaka 1930. Alisema kwamba alikuwa analazimishwa na ile roho kuvaa vibaya na kuonekana kama kahaba ili atazame na malecturers wale wa kufunza vyuo vikuu. Anasema walikuwa wananitongoza na kunipenda, lakini hawakujua kilichokuwa ndani mwangu. Kwa hiyo majini yanaweza akageuka yakawa binadamu, na ndio maana hapa tunalokataa. Lakini kuna mtu kioneshia sio yeye, lakini ni umbo la chini limevaa ubinadamu. Leo tukamwambia jirani yako, wewe ni wewe. Muulize kwamba wewe ni wewe, lakini tutaenda kujua kama ni yeye au sio kwa jina la Yesu. Jina la Yesu linaweza kutuambia what is life, what is wrong, kipi sahihi na kipi sio sahihi. Watu uwe makini sana. Sio kila mwanadamu ni mwanadamu. Wengine ni wanadamu majini, wanaweza wakabeba mwili wote kwa sababu wao wako katika ulimwengu wa roho. Na hii imetesa sana. Watu wengi wameishi na majini, watu wengi wameishi na roho ambazo sio binadamu, na zikawashinda kwa sababu hawakujua kutumia kamili. Na sayansi shetani aliyokuja nayo ni kama anaanza kutengeneza viumbe chini wakiwa watoto. Mfano, wewe unaweza kuona jifungua siku ya kwanza mtoto, halafu ile mtoto wakaondoa ile mtoto alisia wakamuua, ila ile mtoto unamwona ni vile vile, halafu anapandikiza roho ya kichini, itakuwa inakuita mama shangazi. Halafu itakapokuwa sasa ndio utaiona ni nabii wa uongo. Mnaona huyu amezaliwa na mama fulani tangia leo tunamjua, ndio akina Zumaridi hawa sasa ambao wameibuka hao kama wametumwa na Mungu. Eti ametongozwa na Petro. Wewe utongozwa na Petro mbinguni? Anasema kwamba Petro akutongoze tena mkatae, bora ungemkubalia. Yaani mtu uko mbinguni na mkataa kweli? Lakini kiwalisia hao sio binadamu, kiwalisia hao ni roho ambazo zimekuja. Na ndio maana atakapokuja mpinga Kristo, kwa sababu ni roho, atakuwa ni mwanadamu kama wewe, ambaye atakuwa na ishara na muujiza sio kawaida. Umbo la kibinadamu isikupe kwa mshushe. Mwanadamu ni mwanadamu, na chini na viumbe vingine ni majini. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilipokuwa masomoni chuoni, kuna mama mmoja alikuwa anafika kwenye nyumba za watu, anadai anatafuta mkazi wa msaidia amchelewe, na wakimruhusu usiku hizo waue wote msimkute yupo au afanye chochote kibaya. Baada ya hapo, siku moja ukasema kwamba huu ni muujiza huu. Lakini kitongona sisi ambao tuna toroli hapo, tunasema dada habari, Bwana Yesu asifiwe. Na walokole hapa bana kudeti na walokole nikipoteza tunda. Masaa tunakuambia kwamba kipindi cha ng'ombe kimefika. Ukakimbilia ile kukwambia dada habari, naomba nikupe lift twende tukale sio dakika 2 zimefanyeje, maana kwenda out umeshakufa. Kwa hiyo lazima ujue ulimwengu wa roho na namna damu ya Yesu inavyoshinda. Nikamalizia sasa kwa kusema kwamba ulimwengu wa roho ndio unaoamua maisha yako. Yaani mimi nilivyo hivyo ni matokeo ya maamuzi ya kamati ya rohoni, aidha ya kimungu au ya kishetani. Na ndio maana uwepo wa Yesu duniani yalikuwa ni maamuzi ya ulimwengu wa roho wa kimungu wa kutuma mtu kama mwokozi. Yesu hakuja hapa duniani ndio akawa mwokozi. Alianzia kuwa mwokozi akiwa katika ulimwengu wa roho.
Hii dunia ni uwanja wa kutekeleza mambo. Yaani hapa duniani hatuanzishi mambo. Ukiona corona imetokea, usije ukachua ndio umetokea. Watu wa rohoni wamepanga. Na ndio maana kuna ugonjwa umekuja unaitwa mpox. Sayansi na wataalamu wa nchi wanatuambia tujikinge, sijakataa. Lakini hiyo ni tatizo la kiroho. Yaani lazima uombe. Na ndio maana hata kule Italy na wapi, kipindi cha corona walikuwa wanazingatia masharti, lakini waliongoza kufa. Kwa sababu gani? Wao walishibiti kimwili, wakati tatizo haliko kimwili, liko kiroho. Na ndio maana mimi niliwaambia watu walipotangaza ya kwamba wametangaza ugonjwa huu, mimi sitakufa kwa mpox, kwa sababu mimi sijaletwa hapa nani kuoa kwa magonjwa kabla wakati wangu. Na wote ambao Bwana atalipa hawataondolewa kwa ugonjwa wote ule. Hiyo ni ugonjwa na nakani. Na nikawaambia habari njema, tumia damu ya Yesu, kwa sababu utakuwa umeingia kwenye ushindi, kwa sababu damu ya Yesu ndio inashinda, kama ambavyo tumesoma. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Yaani shida kufa kwa magonjwa ya kutuma roho, kwa sababu mimi niko kiroho na shida kesho na vitu vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana sasa, kwa sababu kuna watu kisoma kitabu cha Isaya 42:22 ya kwamba watu hao ni watu walioibiwa, wamenaswa kwenye mashimo, wako mateka, wapo kwenye magereza. Maana yake ni kwamba katika ulimwengu wa roho wa shetani kuna watu wapo kwenye magereza ya giza ambayo haiwezi kawachia. Na ndio maana watu kama hao, yeye mwenyewe hawezi akajifua yuko magerezani, anajiona kabisa anaenda na kulima, lakini matokeo ya mtu ambaye ameshatekwa yuko magerezani. Na ndio maana hapo ninapoongea kuna watu wengine wako mashimoni ila wanaishi, kuna watu wengine wako makaburini ila wanaishi, kwa sababu hawa tayari ni mateka. Na ndio wanaweza kumwona mtu hapo, kwa sababu yuko mateka, yuko shimoni, anaweza akalima chakula chote akashangaa kimeisha kwa magonjwa. Unajua ni kwa sababu gani? Mtu ambaye yuko mateka hazalishi chochote. Unaweza ukaona angaika kutafuta mke au mume, lakini umpati kwa sababu wewe uko magerezani. Unataka uko magerezani kweli, tumikia kifungo. Yaani hawezi ukasema kwamba utajirike wakati uko magerezani. Na ndio maana Isaya anasema ni watu walioibiwa. Maanake ulimwengu wa roho umewaiba, hawaishi kama ambavyo anataka. Pastor mmoja akawa anashuhudia ya kwamba kuna binti moja anamwonaga kila siku anafanya usafi. Alipoanzisha maombi, yule binti akatandikwa na nguvu ya Mungu. Baadaye akafunguliwa, akaulizwa ulikuwa wapi? Akasema nina wiki moja niko majalalani. Lakini wao walikuwa wanamuona anafanya usafi. Amefikaje huko? Ndio ambao tunasema alikuwa magerezani, ametekwa, anaishi huko. Hawezi akajitoa huko, hawezi ukawa salama, kwa sababu uko tayari kwenye kifungo. Ni kweli unafanya shughuli zote, lakini tayari umefungwa kiroho. Leo kuna mambo ya maajabu sana yametokea. Ilikuwa kwenye huduma central, nimeanza kuomba, Mungu aliposhuka, baadaye nguvu ya Mungu imeshuka, watu wakafunguliwa. Dada mmoja nikajisikia kumuuliza ulikuwa wapi? Akasema nilikuwa juu ya maji. Na nilikuwa juu ya maji na kulikuwa na watu wengi sana. Nikajiuliza mimi nimefika hapo, tumeomba, nimemuona, na huko kwenye maji amefika fikaje? Na anayasema mwenyewe yoshikia na kuwashinda kwa damu ya Yesu. Jambo la maajabu sana nilishangaa. Siku moja nikapigiwa simu na mwanamke, akasema kwamba nina dada mdogo wangu alipatwa na nguvu za giza. Kumbe ulikuwa ni mchezo wa roho. Na kumbuka shida ulionayo haijaanzia hapa, asilimia nyingi zimeanzia roho. Na ndio maana ukisoma Ayubu sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 7, Mungu na shetani walikuwa wanajadili. Na shetani kiu yake ilikuwa ni kwenda kumuua Ayubu. Lakini Mungu wakajadiliana, Mungu akatoa maamuzi ya mwisho ya kwamba basi kamjaribu ila usitoe roho yake. Na ndio maana Ayubu anaanza kuumwa magonjwa ya upele na kujikuna. Watu wengine wangejua labda ni pepo kuanga,
Na ndio maana mke wake alikuwa anamshauri amkufuru Mungu. Lakini hili jambo lilianzia rohoni. Kwa hiyo yule mwanamke akasema kwamba mdogo wangu anatoroka nyumbani, kwa mfano yuko hapa, anashangaa amejikuta labda yuko Kahama makaburini. Halafu yeye anapofika kule anajifahamu sasa. Anawapigia simu, anawaelezea, wanaogopa hata kumfuata. Ghafla tena anajikuta yuko karibia na nyumbani kwao. Yuko kwenye miti. Baadaye watu wanamwona na wanamuelezea. Sasa wakaamua kwenda kwa waganga. Wakaenda kuunganishwa kwenye mtandao wa Mondesta. Chini anaitwa Mondesta. Alipounganishwa wakatafuta chupa ya Coca-Cola. Wakamfanyia maagano na kufanya kiapo cha kulindwa na yule chini kama Mungu wake. Amekaa naye kwa muda kadhaa, akapewa masharti ya kumlisha na kumfanyia mambo kadha wa kadha. Sasa baadaye shida inaendelea na moyo wake umekosa amani. Akanitafuta yule dada yake akasema, kuna 1, 2, 3. Na kilichoshangaza aliposhangilia yeye kukana ile nguvu, wanapoenda kuichukua chupa ya Coca-Cola, yani chupa ya Coca-Cola tu haina chochote, ina mambo tu ya uganga, inagoma kumoka hapa, inagoma. Chupa ya Coca-Cola inafanyaje? Inagoma. Nikamwambia ni kweli. Yule mdada aliyenipigia alikuwa ameokoka, akaomba kidogo ikalekewa, akaitoa. Baadaye wakairudisha hapo. Wakaogopa tena kuitoa. Sasa akanitafuta. Ninasema kumtukuza Mungu, sio kasema mtumishi na jina. Bwana Yesu asifiwe. Ego. Yaani sifa zote na heshima zote ni za Yesu. Ila kwa sababu ni ametokea tunayasema. Ushuhuda unajenga imani kwako na kwa wengine. Kwa hiyo nikamwambia kwamba sasa cha kufanya, tafuta watumishi. Nikamwelekeza, akasema wameogopa, nimewatafuta, wanasema watakufa. Wanasema haya madudu yanauaga haya. Ni kweli yanauaga. Sasa nikamwambia mimi hapa hatufi. Unajua kwa nini hatufi? Kwa sababu ni tatizo la kiroho. Sasa cha kufanya ni kuongoza sala ya toba, umpokee Yesu na udhamirie kuikana hii nguvu. Akakubali. Nikamuongoza sala ya toba. Tukaomba kwenye simu. Nikamwambia jaribu kulitoa, lazima litatoka. Akasema mtumishi, nimetoka, nimenyanyua. Nikasema Yesu apewe sifa. Yaani kwenye simu nikaondoka, wakaling'oa. Nikamwambia nimeng'oka. Sasa sikiliza, tunaenda kuomba ukachome na kuteketeza uganga wote, na hatufi hapa. Akakubali. Nikamwambia chukua kiberiti, ukifika pale tuome. Tukaomba, akamwaga dawa zote na zilizobakia kwenye chupa, akachoma moto. Tukateketeza, tukamaliza. Kesho anaitafuta mtumishi, mimi niko salama. Vipi uko salama? Alijua labda nimekufa. Nikamwambia niko salama na maji ya dasa nimekunywa. Sikumwambia sasa nikunywa maji ya dasa, bila moyoni nilikuwa na maanisha hata maji ya dasa nifanyeje, nimekunywa. Na yeye yuko salama. Sababu gani? Alikuwa ameshikiliwa kiroho na hakujua mbinu ya kushinda mambo ya kiroho. Biblia inasema nao watamshinda kwa damu ya Yesu. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu unaoshindwa na damu ya Yesu. Na ndio maana mahali hapa najua majoka wapo, shetani yupo, lakini kitakachomfanya ashindwe baada ya kujua ukweli juu ya uweza wa damu ya Yesu. Siku moja tulipokuwa kwenye huduma, tumeanza kuomba hivi. Kumbe kulikuwa na mwanakwaya mchawi. Baada ya Yesu kumkamata, alikuwa ni mchawi na ameolewa, hajazaa watoto, na mume wake wote ni wanakwaya. Alipo na kushuhudia yeye ujue ya kwamba Yesu Kristo ni halisi. Yesu Kristo sio mambo ya kudanganyana, si mfanyaji, ni halisi. Kasema kwamba mimi ninapokuwa nimelala, akija bibi yake tunataka tukarudi, ananichukua kiroho, ninaondoka. Halafu hapa ninabakiza mwili tu, kama kuna wachawi wanajua hapa. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akasema kwamba nikiondoka, mume wangu yeye akinitazama ni yule yule, tena nimeshakuwa mzuri zaidi, akiniita maikaranga, yani anaita maikibuyu, si mai chocolate, si mai peanut, si na nini, majina yote, lakini kiwalisia sio mimi. Baada ya kufunguliwa tukamuuliza sasa, kwa hiyo je, tumwambie mume wako wewe ni mchawi? Eti akasema ndio, mwambie. Mimi nikajua hapa ndoa itakufa. Mume wake akatufana, akasema mke wangu ana shida gani? Akasema ni shida tu, tumeshampona. Wewe unakubali kuoa mchawi, lazima ingekufa ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana.